Dr. Chuachua ameeleza kuwa upatikanaji wa vitendea kazi hivyo utaongeza kasi ya utekelezaji wa majukumu ya TANESCO, hususa ni katika shughuli za usambazaji, matengenezo ya miundombinu ya umeme pamoja na kuwahudumia wananchi wanaohitaji huduma hiyo. Nyinyi mnafahamu kwamba kazi ya TANESCO ni kukimbizana huku na kule, kutatua changamoto za umeme, kusambaza umeme, na bila ya usafiri ulio imara na wa kudumu kuna changamoto kubwa kwa wao kutekeleza majukumu yao. Hivyo basi, kupokea magari 5, bajaji 5 na pikipiki 11 ambazo zitatumiwa na watumishi wetu wa TANESCO kwenye mkoa mzima ili kuhakikisha vitendea kazi walivyo navyo vinaongezewa nguvu na kuleta ufanisi zaidi katika kutekeleza majukumu yao. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hili kubwa ambalo wanatutendea wana Kigoma. Hii inaonyesha dhamira ya wazi ya serikali ya awamu ya 6 ya kuendelea kuifungua kiuchumi wilaya yetu ya Kigoma na mkoa kwa ujumla ili kuvutia wawekezaji, lakini kusukuma maendeleo ya wananchi mpaka vijijini. Kaimu meneja wa TANESCO mkoa wa Kigoma ameishukuru serikali kwa kuwapatia vitendea kazi hivyo, akieleza kuwa vitasaidia kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu na kuboresha huduma ya umeme kwa wananchi. Hivi vifaa au vitendea kazi hivi vitaleta tija kubwa kwa maana ya kurahisisha namna ya utendaji kazi. Kuna maeneo ambayo yalikuwa magumu sana kufikika kwa gari za kawaida, lakini tunaona hapo wote kwamba tumetoa Land Cruiser ambao ni gari mama kabisa au gari shupavu katika utekelezaji wa majukumu yetu sisi. Itatusaidia sana kwa maana ya kurahisisha namna ya utekelezaji wa haya majukumu, lakini kupitia haya magari manake changamoto itakuwa imeisha tena kwa 100%. Lakini pia kwenda kuunganisha umeme wateja, hii changamoto nayo itakuwa imeisha kwa 100% kwa sababu vitendea kazi tunavyo vya kutosha na manpower tunayo ya kutosha. Kwa hiyo ina maana wateja wetu tutawafikia kwa wakati na watapata huduma kwa wakati. Ile challenge ambayo inaweza ikajitokeza, kwa mfano matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kujitokeza yale ya dharura, ambao kimsingi kama hauna vitendea kazi madhubuti, ina maana ilikuwa ni ngumu sana kuwafikia wale wateja kwa wakati. Tulikuwa tunapata changamoto kwenye upande wa usafiri, kwa maana kwamba kufikia mteja kwa wakati ilikuwa changamoto kwa sababu magari yalikuwa machache, na wakati mwingine unakuta magari mengine yameenda service, kwa hiyo inakuwa changamoto kufikia mteja kwa wakati. Lakini kwa kipindi hiki tunashukuru Mama Samia na serikali kwa ujumla pamoja na shirika la umeme Tanzania kwa kutuwezesha vitendea kazi hivi ambavyo vitatuwezesha kufikia mteja kwa wakati.